Wakati unakuwa nami wanaisha Lukali Beki Kisiki na Machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na kuletea leo yote ya kimichezo ambayo hivi sasa inaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka Tanzania. Mbele yangu hapa nipo na Uchebe Online, shabiki na mwanachama wa Wekundu wa Msimbazi Simba. Tunaenda kuzungumza mengi ya kimichezo, hususan katika mechi za kimataifa ambapo watani wao The Young Africans hivi sasa wapo katika hesabu za kimikakati kuhakikisha wanatinga katika hatua ya robo finali. Uchebe, uko vizuri? Niko vizuri, nashukuru, alhamdulillah bil alamin. Najua ni mara chache sana kumuona baba yuko nyumbani na mama anaenda kazini. Umeona, ni mara chache sana. Yaani haiwezekani eti mama ndo anaenda kazini, baba anabaki nyumbani. Kwa hiyo kama baba kabaki nyumbani na mama lazima baki nyumbani. Kwa hiyo mimi naamini Simba msimu huu sio msimu wetu, tumefeli, na kufeli ni mambo ya kawaida kwenye mpira, lakini hata Yanga na yeye amefeli. Lakini kufeli kwa Yanga na kufeli kwa Simba ni vitu viwili tofauti. Sisi tumefeli kutokana na migogoro yetu tu wenyewe na viongozi wetu hawakuwa sawa. Lakini Yanga wamefeli kutokana na uwezo wao tu wa kawaida wa mpira. Kwa sababu Simba inapofika katika hatua kama hii ya makundi, basi mara nyingi anaenda robo finali. Lakini ndio mara yetu ya kwanza, mwaka wetu wa kwanza huu katika miaka ya karibuni, Simba tunamuona ameshindwa kuvuka kutoka hatua ya makundi kwenda robo finali. Kwa hiyo hili ni somo kwa viongozi wetu, ni somo kwa wachezaji wetu, ni somo kwa mashabiki. Athari ya migogoro, athari ya huyu kasema hichi, huyu kasema hichi, huyu anapenda huku, huyu ampendi nani, athari zake ndo hizi. Tuna timu mzuri, tuna timu bora kwenye ligi, hatujafanya vibaya, lakini katika michuano ya kimataifa, kwa sababu quality inaenda kuamua katika michuano ya kimataifa. Timu ikiwa na migogoro, michuano ya kimataifa haiwezi kufanya vizuri. Benchi la ufundi ikiwa badilisha mara kwa mara, kwenye michuano ya kimataifa huwezi kwenda kufanya vizuri. Kwa hiyo athari zake sasa, migogoro yote tuliokuwa tunafanya, viongozi, Simba, mashabiki, wanachama, tulikuwa hatuko pamoja. Sasa tumeona athari yake. Simba kwa miaka ya karibuni tumeishia hatua makundi, na si kuishia tu kwenye hatua makundi, tumeenda kushika namba ya mwisho kabisa katika timu 4. Yaani tumefeli kweli kweli. Afadhali ingelikuwa tumekwenda mpaka nafasi ya 3, yule ambaye ameenda nafasi ya 2 pengine ametuzidi kwa magoli au ametuzidi kwa pointi 1. Lakini unavyoona Simba tumeanguka katika kundi, lakini nafasi ya mwisho kabisa. Kwa hiyo ni kufeli kabisa. Yani hata kama ni mtihani wa shule, yani hata mzazi kumsomesha huyu mtoto anakuwa anashikwa na kigugumizi. Uchebe, hivi sasa kuna baadhi ya mashabiki wengine wa Wekundu wa Msimbazi Simba wenyewe kwa wenyewe, tunaweza kusema hawa influencer wanarushiana mawe, wanarushiana maneno. Hii imekaaje? Ndio hicho nilichotanguliza kusema, yani migogoro siku zote, yani faida yake ndo hii. Yani uongozi walikuwa hawaelewani, anatoka kiongozi anakuambia timu ikifanya vibaya, wengine wanaenda kucheka chooni, wengine anakuambia wana afya ya kiakili, sijui wana matatizo ya kiakili. Na sisi huku kwenye influencer kila mmoja anajiona yeye, umeona. Leo hii anatoka anaitisha press, umeona, anaongelea viongozi vibaya. Kwa hiyo yote hiyo ni migogoro. Lakini pia unaangalia hii kweli ni Simba ambayo tulioitengeneza miaka mingi, umeona. Simba ya 1935 ndio hii, umeelewa. Simba ambayo iliyosajiliwa ndio hii. Watu wanatoka wawili watatu wanatengeneza bango la Simba, nembo za Simba, wanaongea, lakini mwisho wa siku umeona hakuna chochote, hatua yoyote walioichukua uongozi wa Simba. Sasa najiuliza, hii ni Simba ambayo imesajiliwa? Hii ni timu ambayo ya mitaani tu, yani mtu anaongea tu chochote anachojisikia, na alafu uongozi wa Simba unashindwa kuchukua hatua yoyote? Ndiyo Simba hii? Kwa hiyo mimi naona ni Simba ambayo ina migogoro. Viongozi, kuna baadhi ya viongozi wanaongea na baadhi ya wanachama, kaongee hichi, na kuna baadhi ya viongozi hao kaongee na anaongea na wanachama, kaongee hichi.
lakini ingelikuwa viongozi wako kitu kimoja, timu ina mshikamano, tusingeona haya yanayotokea. Wanaojiita influencer wanaenda kuzungumza maneno ambayo si maneno mazuri katika kutengeneza timu. Lakini pia na sisi wenyewe tunaiangalia hii Simba, ni kweli Simba yetu hii ni Simba ambayo iko thabiti, inaongozwa na viongozi thabiti. Kama leo hii watu wametoka kundi fulani wameenda kuongea maneno kama yale, na alafu uongozi ukatoa matamko yao, lakini hakuna chochote kilichofanyika. Kwa hiyo tunaona ni timu ambayo mimi naenda kaona kama ni Simba ambayo sasa ni Simba ya mtaani tu, sio Simba ambayo ina taratibu zote zilizosajiliwa na serikali. Kama ingelikuwa ni hivyo, basi yale ambayo wanaongea wanachama yasingekuwa yanatokea. Kwa hiyo mimi niwaombe viongozi wangu wawe na ushirikiano baina ya viongozi kwa viongozi, wawe kitu kimoja, sio wao wakiwa makundi mawili. Hata sisi influencer, sisi mashabiki, sisi wanachama watatugawa. Kwa hiyo tunaomba watutengenezee timu ambayo iliyokuwa bora, timu ambayo yenye mshikamano, timu ambayo kama slogan yetu tunavyosema Simba nguvu moja, basi Simba nguvu moja ianzie kwa viongozi, Simba nguvu moja ianzie kwa wachezaji, Simba nguvu moja ianzie kwa benchi la ufundi. Ndiyo sasa ile Simba nguvu moja ikishaanza huko, ndiyo sasa inakuja kwetu sisi mashabiki, inatoka kuja kwetu sisi wanachama. Uchebe, kimataifa tayari mshaondolewa, narejea ndani ya ligi kuu Tanzania bara, mnasubiria mmalizie mchezo wenu wa mwisho ukamilisha katika ile michezo ile ya makundi. Ligi kuu Tanzania bara matumaini yamekaaje? Kimataifa sisi hatuna chetu, na yoyote atakayekwambia Simba tunapeta, labda miujiza ya Mwenyezi Mungu. Yaani kwa Mwenyezi Mungu yani hashindwi. Inawezekana Simba anaweza akashinda mechi ya mwisho, na alafu Mwenyezi Mungu akaja akaziitia mgogoro zile timu mbili, kafu akasema fulani na fulani hawaendi, Simba ndo tukaenda na timu nyingine. Hii tunasema ni miujiza ya Mwenyezi Mungu. Kwenye miujiza. Lakini kwa hali ya kibinadamu Simba hana tena nafasi. Wana Simba bado hamjakata tamaa. Mimi siwezi kukata tamaa kwa sababu kuna Mungu mbele. Mimi siwezi kukata tamaa kwa sababu mimi namwamini Mwenyezi Mungu. Umeona? Inawezekana hizi timu hizi Esperance de Tunis na hawa nani wale Angola, so wanasema pamoja, wanaweza kufanya jambo kule. Afu kafu akaambia kwa jambo hili timu zote mbili tunaziondoa katika michuano. Kwa hiyo tutabaki sisi Simba na wale Mali. Tukaenda robo, umeona? Kwa hiyo mimi kama mimi sijakata tamaa kwa sababu huwa namtanguliza Mungu mbele. Umeona? Wanaweza kwenda kufanya jambo la ajabu kule, umeona, Tunisia kule, na alafu kafu wakasema hivi vilabu tumevifungia. Kwa hiyo katika kundi la Simba vilabu viwili vikishafungiwa, si vitabaki viwili. Watatu na wa mwisho wanaenda. Lakini kwa hali ya kibinadamu Simba hana tena nafasi. Nafasi yetu sasa ni kujipanga katika ligi. Ni kujipanga katika ligi. Ligi bado tuna nafasi kubwa. Yaani ukiangalia Simba katika michezo aliocheza, nadhani kacheza michezo 7, amepoteza pointi 5. Kafungwa mchezo mmoja, kadraw mchezo mmoja. Kwa hiyo ukiangalia bado tuna nafasi kubwa sana ya kwenda kuchukua ubingwa. Wakati tunapoteza huo mchezo mmoja, huyu mtani wetu ambaye tunapigania ubingwa pamoja, kwa sababu miaka hii ya karibuni anayechukua miaka 8 ya karibuni Simba au Yanga ndo anachukua ubingwa. Huyu mtani wetu hatujacheza naye mechi hata moja. Kwa hiyo hawezi kusema kwa mechi zilizobaki kila mtu ashinde zake. Ingelikuwa tushamalizana naye na alafu Yanga katupita kwa pointi 5, ningesema ligi kwetu sisi kuchukua ubingwa ni kuna ugumu. Lakini kwa sababu Yanga ametuzidi pointi 3. Umeona katika michezo yetu tuliocheza ametuzidi pointi 3 kwa sababu yeye Yanga kadraw, kapoteza mchezo mmoja, kadraw lakini hajapoteza mchezo, kapoteza pointi 2, sisi tumepoteza pointi 5. Kwa hiyo Yanga kapoteza pointi 2, sisi tumepoteza pointi 5. Kwa hiyo kuna uwezekano wa zile 5 tukaenda tukazichukua kwa Yanga pointi zetu 6, tukafunga mara hii tukamfunga nje ndani.